الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الأجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عما بعد, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada zangu katika iman, tuendelee na darasa yetu, na leo hii nitazungumzia kuhusu umuhimu wa kuzikumbuka neema za Allah juu yetu. Dada zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala yani aliwahutubia waumini kama ilivyokuja katika Quran suratul Baqara aya ya 231. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika kuhutubia waumini, واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Nakumbukeni neema ya Allah juu yenu aliyo kuteremshieni katika kitabu na hikma anacho kuonyeni nacho, na mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, na jueni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa kila kitu. Dada zangu katika iman, yatupasa kukumbuka sana neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu, na kutaja tu neema hizi za Allah subhanahu wa ta'ala kunaonyesha kudumu kwa neema hizo kwetu na kuendelea kuwa nasi neema hizo na utulivu. Dada zangu katika imani, na kuzitaja neema hizo na kuzishukuru hupelekea Allah subhanahu wa ta'ala kuzihifadhi neema hizo kwetu, kwani neema hizo, dada zangu katika imani, zinaweza kuhamishwa na kuondolewa kutoka kwetu kwa kusahau kwetu, kwa kutoshukuru, na hata kwa kumkataa mfadhili wa neema hizo ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Dada zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha katika aya nyingi za Qur'an kuhusu neema zake na za dhahiri na zilizofichwa. Anatukumbusha kama muumba wetu neema zake katika Qur'an, hasa katika surat Az-Zuhruf aya ya 12 hadi ya 14. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, والذين خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهورها ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Na ambaye ndiye aliyeumba katika kila kitu jike na dume, na akakufanyieni marekabu vyombo vya baharini vya usafiri, vikutumikieni na ngamia kuwa vipando katika safari zenu kutimiza haja zenu, ili mtulie juu yao, kisha mkumbuke neema za muumba wenyu kwa kuvifanya hivyo vikutumikieni mnapotulia juu yao, na mseme ametakasika aliyefanya haya kututumikia, na tusingeweza kufanya haya wenyewe, na hakika sisi tutarudi kwa Mola wetu mlezi. Dada zangu katika imani, meli hizi na vyombo vya usafiri na boti mbalimbali tunazopanda na kusafiria, zinazobeba, kadhalika zile zinazobeba mizigo kutoka sehemu moja hadi nyingine, zote ya Allah, zote dada zangu katika imani, ni neema nyingi ambazo sisi sote kama waja wa Allah subhanahu wa ta'ala tunahitaji kuzikumbuka na kuzitumia kwa kile kinachotukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukumbuke pale Nabii Isa alayhi salam alipoambiwa na Mola wake kama ilivyokuja katika Quran suratul Maida aya 110, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إذ قال الله
عيسى بن مريم اذكروا نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. Na pale Allah subhanahu wa ta'ala atakapomwambia Isa mwana wa Maryam, ewe Isa bin Maryam, kumbuka neema yangu juu yako na juu ya mama yako katika dunia, nilipokutia nguvu kwa wahi, yani kwa ufunuo, na nikakutamkisha, yani nikakufanya kuzungumza nawe ni mtoto mchanga, ili kumwondolea tuhuma mama yako, kama nilivyokutamsisha, yani nilivyokufanya kuzungumza wewe ukiwa yani nawe ni mtu mzima, kwa wahi na ufunuo yani tuliokufunulia. Dada zangu katika imani, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala anamtaja nabii miongoni mwa manabii wake kwa neema zake, na sisi kama waja wake tunastahili zaidi hilo. Allah subhanahu wa ta'ala aliwataja wana wa Israeli, taifa la muda mrefu ambalo lilichagua, yani alilichagua na kulipendelea wakati mmoja juu ya walimwengu wote, lakini hawakuwa ni wenye kushukuru kwa neema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo hilo lilisababisha kuondolewa kwao. Allah subhanahu wa ta'ala aliwarithisha kadhalika utume na kitabu kwa taifa hili, nalo ni taifa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran, suratul Fatir aya ya 32, thumma awrathna alkitaba alladhina astafaina min ibadina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Kisha tumewarithisha kitabu hao ambao tuliwateua miongoni mwa waja wetu. Kati yao yupo aliyedhulumu nafsi yake kwa kuzidi maovu yake kuliko mema yake, na yupo wa kiasi, hakupita mpaka katika yani maovu yake, na wala hakuzidisha mema yake, na miongoni mwao kadhalika yupo aliyewashinda wengine wao kwa kufanya mambo ya kheri kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndiyo fadhila kuu, dada zangu katika iman. Na anasema tena Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran, surat Al-Imran aya 103, واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Nakumbukeni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu mlipokuwa maadui, naye akaziunganisha nyoyo zenyu na kwa neema yake mkawa ndugu. Dada zangu katika iman, watu walikuwa katika ujinga na ujinga wa upofu bila kujua kitabu au imani ni nini. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala aliwatumia yani mtume mtukufu zaidi, akawafunulia kitabu na akawapendelea na akawachagua kuwa ni umma bora kuliko umma zote yani zilizotangulia. Mtume sallallahu alaihi wasallam, dada zangu katika imani, aliyetukuka aliwakusanya pamoja baada ya kutawanyika kwao kwa ajili ya migogoro, kwa ajili ya mapigano. Hivyo wakawa taifa moja lililoungana, wakikusanyika pamoja juu ya ukweli na kutoa sadaka, maisha yao, roho zao na utajiri wao kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Hivyo dada zangu katika iman, hivyo uadui, dada zangu katika iman, chuki na vita vilivyokuwa vikiwagawanya vilitoweka. Pia Allah subhanahu wa ta'ala aliwakumbusha kwamba aliongeza idadi yao yani baada ya kuwa wachache. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu hayo katika Quran, surat Al-Anfal aya ya 26, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ard
تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. Nakumbukeni mlipokuwa wachache mkionekana wanyonge katika nchi, mnaogopa watu yani wasikunyakueni, naye akakupeni yani pahala pazuri pa kukaa, akakutieni nguvu kwa nusra yake, na akakupeni riziki nzuri ili mpate kushukuru. Dada zangu katika imani, na hivyo manabii radhiallahu anhum, yani amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yao, walikuwa wakiwakumbusha watu wao, kama vile Nabii Hud alayhi salam alivyowaambia watu wake, kama ilivyokuja katika Quran Surat Al-A'raf aya ya 69, aliwaambia واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Nakumbukeni alipokufanyeni warithi, mshike mahala yani kaumu ya Nuh, baada ya watu wa Nuhu, na yani baada ya watu wa Nuh, na akakuzidishieni katika umbo, basi zikumbukeni neema za Allah subhanahu wa ta'ala, ili mupate nini? Kufanikiwa. Dada zangu katika imani, na Nabii Saleh alayhi salam aliwaambia watu wake, akiwakumbusha kadhalika na kuwatahadharisha kuhusu neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yao, kwa kuwaambia kama ilivyokuja katika Quran Surat Al-A'raf aya, dada zangu katika imani, ya 74. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wadhkuru idh ja'alakum khulafaa min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhidhuna min suhuliha qusura وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا ta'thau fil ardi mufsidin. Nakumbukeni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekujalieni kuwa warithi wa nchi ya Ad, na akakupeni katika hiyo nchi makazi mema, mkajenga majumba ya fahari na mkichonga yani majumba katika milima, basi zikumbukeni neema za Allah subhanahu wa ta'ala, wala msitende uovu katika nchi kwa ufisadi. Na kadhalika alisema Nabii Shuaib alayhi salam kuambia watu wake, kama ilivyokuja katika Quran Surat Al-A'raf aya 86, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wadhkuru idh kuntum qalilan fakaththarakum, na kumbukeni mlipokuwa wachache naye akakuzidishieni. Na Musa alayhi salam, dada zangu katika iman, aliwaambia watu wake kama ilivyokuja katika Quran Surat Ibrahim aya ya 6, واذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Nakumbukeni neema ya Allah iliyo juu yenu alipookoa na watu wa Firaun waliowatesa kwa adhabu mbaya zaidi, wakiwachinja wana wenu wa kiume na kuwaacha hai wanawake wenu, na katika hayo mlikuwa na mtihani mkubwa kutoka kwa Mola wenu mlezi. Na Allah subhanahu wa ta'ala, dada zangu katika imani, kadhalika aliwakumbusha mitume wake kuhusu neema yake kwa kuwaambia kama ilivyokuja katika Quran Suratul Maida aya 20, ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaykum
إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. Enyi watu wangu, kumbukeni neema ya Allah iliyo juu yenu alipowateua manabii kati yenu na akawafanya wafalme na akawapa kile ambacho hakumpa yeyote miongoni mwa walimwengu. Dada zangu katika iman, kutaja neema ni sharti halali ambalo lazima litimizwe. Hili linatekelezwa moyoni kwa kukumbuka neema na kutoa shukrani kwa hilo moyoni, yani kwa mfadhili, yani kutoa shukurani kwa moyo kwa mfadhili wa neema hiyo ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kutajwa kwa ulimi, yani tuseme neema za Allah, yani tuseme kwa kutamka na kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu, na tusizikanushe neema hizo. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni wenye kushukuru neema za Allah, wala tusio ni wenye kukufuru neema hizo alizotujalia. Shukran jazila wa barakallahu fikum.